Leo kanipigia simu mtu asubuhi. Huyu ni mwandishi mkubwa na anashughulika na vitabu vya viongozi wa nchi yetu waliotawala siku za nyuma kubwa. Akaniuliza nataka kujua vipi Rashid Kawawa alipelekwa Bukoba katika miaka ya 50. Basi nikaona hii ni nafasi labda naweza nikafanya kipindi cha watu wakumbusha kuhusu Mzee Kawawa na mchango wake, kwa sababu mengi ambayo mimi nimesoma, vitabu viwili, kimoja kaandikiwa na Sakala na kingine kaandikiwa na Magoti Mzee Kawawa, lakini ukisoma vitabu hivi kuna mambo mengi sana Mzee Kawawa ndani ya kuti. Sasa nikaona ngoja nieleze, na naona ni wakati mzuri vile vile, ni fursa hii nikamueleza Mzee Kawawa kwa kile kipindi ambacho mimi nimeulizwa kuhusu yeye, na labda sote tukapata faida. Mwaka 1961 Kawawa alipewa uhamisho kutoka Dar es Salaam kwenda Bukoba, na sababu ya uhamisho huu ilikuwa ni sintofahamu iliyotokea baina ya chama cha wafanyakazi wa serikali koloni wakati huo na waajiri wao, serikali ya governor, serikali ya Uingereza. Waafrika walikuwa na chama chao kinaitwa TACSA, Tanganyika African Government Servants Association, na mwaka wa 1951 katibu wa TACSA alikuwa Ali Sykes. Na haya ambayo mimi naeleza yote nimeyaona katika nyaraka za Sykes ambayo Bwana Ali alinifungulia. Mwaka 1951 UNO, Umoja Mataifa, walileta kamati yao hapa. Walikuwa wanaleta kamati kila baada ya miaka miwili, miaka mitatu, kuangalia vipi maendeleo ya Waafrika katika siasa, ili wakifikia hali ya kuwa wanaweza kuongoza nchi yao, wakabidhi nchi yao. Sasa wakati ule TACSA ilikuwa na watu ambao unaweza kusema the best of the best katika Waafrika wa Tanganyika. Kulikuwa na Dr. Wilbert Mwanjisi ndani ya TACSA. Madaktari kuwa tano, kuwa na Dr. Joseph Mutangarwa, kuwepo Dr. Luciano Sere, kuwepo Dr. Michael Gazia, yeye Dr. Wilbert Mwanjisi, alikuwepo na Dr. Vedasto Keruzi. Na hawa wote si kama walijiweka mbali na siasa, wote walikuwa katika siasa, ingawa haikuwa siasa ya kujionyesha kama vile tulivyozoea siasa kuwa, kwa sababu Waingereza waliweka kipengele katika sheria zao kuwa wafanyakazi wa serikali wasijihusishe na siasa, na chama cha tatu kilikuwepo. Lakini sasa hilo ni kwa moja sharti moja kubwa sana. Sasa ile kamati ilipokuja, vichwa hivi: Dr. Mwanjisi, Dr. Lugazia, Stephen Mhando, Ali Sykes, hao wote hao wafanyakazi wa serikali hawa walitengeneza memorandum, wakaipeleka wakawasilisha kwa kamati hiyo Umoja Mataifa. Na katika memorandum hii waliwapiga Waingereza katika zile sehemu ambazo hakika waliumia. Mathalan, waliwauliza, sema inawezekanaje kwa serikali ya Kiingereza ikaleta wafanyakazi kutoka India kufanya kazi ambazo Waafrika vile vile wanaziweza, kwa mfano kuwaita stenographer, wapiga chapa, typewriter. Kwa nini wafanya hivyo? Na vile vile wakiwaleta hapa, na ambao wapo Waafrika wanaweza kufanya kazi hizi na wanazifanya, mishahara yao inakuwa kibaguzi.
Wahindi wanapewa mishahara zaidi ya juu na Afrika wanakuwa wanapunjwa. Kwa nini? Na katika ile memorandum kulikuwa na kauli ambayo hiyo iliumiza sana Uingereza. Walisema kuwa hii nchi Tanganyika inatawaliwa chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa. Basi ni haki kuwa nchi hii bendera mbili zisimame, Union Jack, bendera ya Uingereza, na vile vile Umoja wa Mataifa. Maneno hayo yaliuma sana Uingereza, kiasi ambacho katibu wa serikali, katibu mkuu akiitwa Bruce Hart, mimi barua yake nimeiona, anawajibu Taxa. Anasema kuwa hakuna kitu kama hicho, kuwa hapa zisimame bendera mbili. Hii nchi iko chini ya utawala wa Uingereza. Sasa ikawa hii memorandum ndio ikasababisha sasa Waingereza wajaribu kuvunja nguvu ya Taxa hapa Dar es Salaam. Ndio ilikuwa makao makuu yao. Dr. Mwinjisi ambaye wakati huo alikuwa president wa Taxa akajikuta amepewa transfer, amepelekwa Ngorwira. Ali Sykes ambaye alikuwa katibu wa Taxa, yeye akapewa transfer akapelekwa Mtwara. Lakini Ali Sykes alikataa ile transfer, akaihoji. Mwinjisi yeye alikwenda zake Ngorwira, Morogoro, kwenye jela. Ni kama vile Waingereza walikuwa wanataka kumkomesha kwa huyo akiwa Dar es Salaam hapa ndio anatuletea sisi shida. Basi Kawawa yeye alikuwa katika kamati ya utendaji ile. Kawawa yeye akajikuta amepelekwa Bukoba. Sasa huyu bwana ananiuliza, yeye alisoma nadhani katika kitabu cha Abdul Sykes, aliona kuwa kuna barua Kawawa alikuwa anaandikiana na Ali Sykes wa Dar es Salaam, na akimweleza hali ilivyokuwa kule Bukoba, hali ya siasa ilikuwa vipi. Hao wazee wetu hawakuacha siasa hata wakipelekwa wapi. Sasa wakati ule kanda ya Ziwa kule Bukoba kulikuwa na mtu anaitwa Ali Migeo. Ali Migeo alikuwa mtu hodari sana na aliwachachafya sana Waingereza, kiasi ambacho waliwahi kumpiga mabomu ya machozi katika mkutano ambao alishwa na nchi katika kushajaisha katika kudai haki zao. Sasa utaona kuwa historia yetu hawa nakutajia hapa, hata mmoja ukisoma sura ya 5 huwakuti hawa. Na hii ni miaka ya 50, 51, 52, 53. Mwalimu Nyerere alikuwa bado hajafika Dar es Salaam. Ni kuwa sio kama harakati zilianza Mwalimu alipofika. Hapana. Harakati zilikuwepo, na hawa nimesahau kumtaja Dr. Sele alikuwepo katika madaktari 5. Na hawa ndio walikuwa watu ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na Waingereza. Sasa Dr. Mwinjisi yeye aliandika makala ambayo alitaka ichapwe katika jarida lao la Taxa. Katika makala ile aliwalaumu sana Waingereza kupita kiasi. Ilikuwa makala kali, na kiasi cha kuwauliza kuwa Waingereza wanadhani kuwa kwa kuwa tu wao ni weupe basi wanaweza kuwa na akili kushinda watu wengine. Kawawa akiwa mjumbe wa kamati ya utendaji aliona ile makala, akamwandikia Ali Sykes. Barua zote nimeziona katika nyaraka Sykes. Akamwambia Ali, hii makala usichape mpaka kamati kuu sisi sote tumekutana na tumekubaliana kama hii makala inaweza kuchapwa.
kwa sababu kwa hakika ilikuwa makala kale na ingezidisha ule msuguano baina ya Waafrika wafanyakazi serikali na serikali ya Kiingereza. Nilipata kuzungumza wakati fulani na mzee mmoja akiitwa Borilila. Borilila alikuwa soma Makerere na alikuwa katika walimu wakuu, alikuwa mwalimu mkuu shule ya Tabora, na ni mtu amesomesha vijana wengi wanamkumbuka kwa uhodari wake. Anasema Ali Sykes alikuwa mtu hana uoga. Ananiambia mimi, anasema Ali Sykes babako alikuwa mtu hana uoga, na ukiwa naye popote katika harakati lazima muwe makini, kwa sababu anaweza akafanya jambo ambalo likakulizamisheni nyinyi wote. Sasa huyu bwana aliniuliza, Muhammad, ile makala ya Dr. Mwanjisi ilichapwa? Kwanza nikamwambia Mwanjisi nadhani unamjua. Familia Mwanjisi walikuwa ndugu 7 hawa, na Mungu aliojalia walikuwa na akili si za kawaida. Tumejua watu Makerere hao, akili zao zilikuwa si za kawaida. Darasani wao siku zote wanakuwa namba 1. Ile barua haikuchapwa, na imo Banale nayo nakala yake. Anawaeleza Waingereza kwa njia ambayo hakuna mtu anaweza kuwa na ujasiri kueleza namna ile. Hamwezi kwa sababu nyinyi kwa Mungu amekuletea duniani weupe, basi mkawa nyinyi mnajiona mnaweza kuwakalia watu wote kichwani. Basi Kawawa akatolewa pale, akapelekwa Handeni kulikuwa na kambi ya kuwaweka Mau. Sasa turudi hapa. Harakati zile mwaka huo 50 palitokea na tatizo kama hili. TAA ilipeleka mapendekezo ya katiba ambayo mwenyewe Governor Edward Francis Twining aliyataka Waafrika useme vipi wanataka kutawaliwa katika nchi hii. Na katika mapendekezo yale walitoa mapendekezo mawili ambayo yaliwakera sana Waingereza. Kwanza, pawepo na kura moja, mtu mmoja kwa miaka 13, na baada ya miaka 13 Waingereza wawape Waafrika nchi yao. Sasa utaona 50 wametengeneza memorandum ile, imekwenda kwa governor, na hakuitaka kabisa ile, na ikaleta vile msuguano mkubwa. Wakati ule rais wa TAA alikuwa Dr. Vedas Tokeruzi, ikamsababisha yeye kuondolewa Dar es Salaam kupelekwa Kingolwira, kama 51 alipopelekwa Dr. Mwanjisi. Ikawa kama vile kila mtu ambaye anajaribu kuhoji mamlaka ya Waingereza basi lazima ondolewe Dar es Salaam, apelekwe sehemu ambayo Waingereza wataona kuwa wao hapa wako salama. Sasa harakati zinakwenda, ndio jambo la kusikitisha ilikuwa. Hizi harakati zote hakuna mahali popote zimeandikwa. Mwaka 50 Abdu Sykes amekwenda Nairobi kukutana na Jomo Kenyatta na Peter Mbiu Koinange, Bernard Kagia, Paul Ngei, Kungu Karumba. Hawa ndio walikuwa viongozi wa KAU, na wakishukiwa vile ndio walikuwa viongozi wakishajiisha mapambano ya silaha kupitia Mau dhidi ya Uingereza. Kwa hiyo mwaka wa 52-53 ukapitika operation wa Uingereza kule inaitwa Operation Anvil. Wakakamata viongozi wote wale wakao, na huku Tanganyika wakapita kuwakamata
raia wa Kenya ambao wengine walikuwa katika siasa, walikuwa katika taa. Mathalan alikuwa Doma kwa Chibudoya, alikuwa na Aoko. Hawa walikuwa ndani ya uongozi wa taa na walikuwa vile vile wakaja kuona chama tano. Boy Doma kwa Chibudoya mara nyingi anaeleza hapa kwa kadi yake ya 5 ni namba 6. Akakamatwa Doma kwa Chibudoya hapa. Na wakakamatwa raia wengi wa Kenya waliokuwa Mwanza wakifanya biashara, walikuja kutafuta maisha. Wameletwa, wamepitishwa Dar es Salaam hapa ndani ya mabehewa ya wanyama kuchukulia ng'ombe wale, na wametiwa pingu, minyororo. Chukua pamoja na kina Budoi wote wakapelekwa Handeni, kulikuwa na kambi pale. Na ameniambia bwana alikuwa ananiuliza maswali, akaniambia vile vile kuna kambi nyingine Urambo ambayo Kawawa alifanya kazi kule. Na kule Handeni Kawawa amekutana na watu ambao walikuwa nao Dar es Salaam katika harakati za taksa na katika harakati za taa. Lakini popote hukuti historia hii ya Mzee Kawawa imeandikwa. Na kwa kweli ni jambo la kusikitisha, kwa sababu hii ndio historia bwana. Sasa kuna kitu kingine ambacho watu wakijui. Sasa amenieleza bwana, alikuwa na hoja, anasema Kawawa Waingereza walimfikiria sana kwa sababu walimuingiza katika utengenezaji wa filamu, yeye mwenyewe akiwa mwigizaji, na walimuona kuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Kwa akili za Kiingereza ni kuwa ni mtu ambaye wangeweza kumtumia katika kuitawala Tanganyika kwa salama. Lakini Kawawa kwa mtu namna hiyo, Mwalimu Nyerere anamsifia, anasema Kawawa alikuwa bingwa wa kuitisha migomo. Kwa sababu mwaka 58 Kawawa alikuja kuwa katibu wa TFL, Tanganyika Federation of Labor, na ofisi yao ilikuwa mtaa wa Stanley, wakati Stanley na Sikukuu. Hiyo nyumba mpaka leo ipo pale. Pale ndio ilikuwa ofisi kuu ya TFL. Sasa basi haya huyaoni popote. Haya huyaoni popote yameelezwa. Wameleta Umoja wa Mataifa, umeleta kamati ambayo kutazama, na kwa hakika zile kamati ukisoma zile ripoti zao unaona kuwa walikuwa wanaona kuwa Waafrika hakika wapo katika hali ya kujitambua. Sasa tufike 54, chama cha 5 kimeanzishwa, na hawa wote nilokutajia hapa, ingawa huwezi kuwaona moja kwa moja mbele kujitokeza, lakini watu walikuwa na mchango mkubwa vile vile kusaidia kutia nguvu. Hawakuipinga 5 hawa wote, hakuna alisimama kuipinga 5. Wote hawa walitizama 5 kama chama ambacho hakika ndicho kitakuja kuikomboa Tanganyika kutoka mikono ya wakoloni. Sasa alisakisha ile uhamisho wake wa kwenda Mtwara alikataa. Lakini ilipokuja kuundwa 5 alibakia Dar es Salaam. Ilipokuja kuundwa 5, wiki 2 tu baada ya kuundwa 5, Waingereza wanajua kila kitu kinachokwenda. Yeye katika ile picha ya watu 17 wasisi wa 5, kwa sababu yeye ile picha ya wasisi hayumo pale, yeye anatewa sentewa, walijiweka pembeni wasionekane kwenye picha kwa wao ni wasisi. Waingereza walikuwa na watu, walikuwa na special branch hapa, na unaweza kushangaa sana kujua kuwa special branch walikuwa na watu wao ndani ya 5. Kulikuwa na Alexander Tobias, huyu alikuwa mtu wa special branch ndani ya 5, na Alexander Tobias
aliwapa siri nyingi sana Waingereza za taa. Alikuwepo na Ali Mwinyi Tambwe. Ali Mwinyi Tambwe yeye Ali Mwinyi Tambwe ndiye aliongozana na Mwalimu Nyerere safari ya kwanza ya tano kusini. Lakini huyu alikuwa mtu wa special branch. Ali Mwinyi Tambwe vile vile alikuwepo kwenye mkutano wa siri baina ya Abdul Said Hamza Mwapachu na yeye mwenyewe kumjadili Nyerere vipi watamleta katika uongozi wa tano. Alikuwepo. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho walikuwa wajui. Na mimi kuhusu Ali Mwinyi Tambwe kuwa alikuwa kwenye special branch, aliniambia ni mzee kutoka Kondo. Ananiambia akasema alikuwa mwenzetu yule. Na yeye asema siku alipomjua kama yuko kwenye special branch asema yeye alishtuka. Alishtuka. Maka siku hiyo walikuwa wamekwenda yeye na mkubwa wake wa kazi mzungu walikuwa wamekwenda Ikulu na walikuwa wamekwenda kutoa taarifa ya Julius Nyerere. Vipi harakati zinakwenda katika mji wa Dar es Salaam? Anasema na Ali Mwinyi anamkuta pale. Kaja kutoa taarifa yake. Basi ni mambo kama haya ambayo mara moja kama mtu anakuuliza unapata nafasi ya kukumbushana ili historia yetu angalau ifahamike, isiwe ni historia ya mtu mmoja. Dr. Michael Lugazia siku zake za mwisho alikuwa akitibia pale Ocean Road Hospital. Na watu wakiwa wakimsikia mara kwa mara akilalamika kuwa Mwalimu Nyerere kuwatendea haki, kuwa na wao walikuwa kwenye siasa lakini hakuna popote amewataja. Imekuwa inaonekana kama kazi yote ile alikuwa ameifanya yeye peke yake. Basi nadhani haya kwa leo inatosha kidogo. Tumekumbuka wazee wetu na wale ambao hawakuwa wanaelezwa. Na nilimuuliza bwana kwa nini vipi bwana? Akasema umeongeza kidogo, umeniongezea habari ambazo nataka kuzisikia nyingine kwa undani na vyanzo vya taarifa zako na nini.